Buda boss. Zanucha hapa from Storyboard TV at 035 manze tumerudi tena vinasti. Unaona check hapa hivi niko na boys fulani new. Jubena kuna vile ameka ako busy kiasi. So ni guest wetu wa power anaitwa Fellow. Atakuwa anatuchapia story fulani baridi kuhusu youth na crime. Kabisa. Ama kitu kaa hiyo. Kabisa kitu kaa hiyo sasa. So very fast tukikuja kwako, utuchapia alafu unabonga na mimi. So, na cheki squeezy, youth tumekuwa crime sana mazee. Youth kuna vile wako involved na kabisa. Squeezy hata youth mazee wako na ndenga. Kijana anatembea na ndenga yake mtaani. Na huwezi jua. Kijana ni wa Busia. Alitoka Busia. Akapita Busia mpaka mtaani. Akaona tu Busia hakuna kitu anaweza fanya huko. Akateremka tu yani hata kupanda kamboga. Akaona hakuna. Akaingia Kisumu. Kufika hapo Kisumu stage. Kana siwezi kuwa konda hapa. Bado hakuna hustle hapo. Hapa hakuna hustle. Alafu hapo katikati amepita Luanda msee. Hapo Luanda wasa unauzaga hizi tu kumbe. Zinaitwa machiswa. Kumbe. Akaona tu mazee siwezi uza hiki kitu. Hii ni ufala. Acha ikae. Kama akavuka Kericho. Akaona chai azi. Siwezi. Atapige kitu. Asubuhi. Muyut. Ingiani. Msende huyo Nakuru. Kaangalia hapa siwezi pikia wasemo kimo stage. Bado. Akachoma Naivasha. Hapo unajua unaweza manya machoma hiyo area. Hata nyama ya punda iko hapo. Unaweza chinja punda uchome kamtura hivi. Sasa hapo la kaonaje? Mimi huyo Nairobi. Haso la ingiani bado Naivasha. Aingiani. Akaona punda ya kuchinja huko. Ama alifikiria punda kuna vile inapikwa tofauti na ng'ombe. Ni kama. So ajui kupika punda. Kama yani wapi? Nairobi kufika. Jijo kwenyewe. Kabisa, ka Nairobi. Akaamua ni nini? Crime. So alifika jiji. Akacheki crime. Unajua youthman wengi wageni waki step in jiji. Hawajuagi mahali pa kuanzia vile kunaenda. So hata youth yetu wanaingia jiji juu ya crime. But ni ile groups wanaenda wanapatana. Unajua kishia place mpya ndio ujue vile kunaenda, lazima utafute mtu mwenye ku show the ropes, unacheki. So ni ile wanadandiaga wase wa crime. Ndio mbona ingiana hapo. Wanaanza ku they wanaambiwa cheki kule madha. Akona nini? Shida akona phone. Shida ni moja, wanatumaga ma upcoming commissions zenyewe wanaogopa kabisa. But squeezy wase waogopi. Squeezy wase ni roju. Ukiwa kwa street, kitoa simu wanasemaga karibu watu 6. Wako na possibility ya kuchukua hiyo simu moja yako. Watu 6. So wenyewe wana compete. Na hujui. Wewe umefika Nairobi ni fala. Na kuna vile simu yako ni target na ni competition. Ni kama ni trophy. Kabisa. Hiyo simu tu. Umefika Nairobi wewe nayo umejichocha. Buda, niko shanga ala. Wabaki ukiongea. Msana kupiga kofi kai imeenda. Mpaka unafanya no. Hello? Buda, simu imekuwa hapa bana. So boys wako akacheki Kanairo. Akacheki Kanairo. Step in maze. Buda, niko Kanairo msee, niko jiji. Fiti Buda. Kidogo msee kwa crime. Msee ako na ndenga yake, safi. Very fast. Ameingia busy. Yaani alistep in kama ameingia busy. Kwanza tu kunyonga watu mtaani. Mangeta, nyongolo. Kunyonga tu. Kidogo. Mazo unaiko wanted. Ashapigwa kwa poster. Ala. Dead or alive. Buda. Toka Nairobi bwana utauliwa bwana. Hiyo sasa nani anamchapia? Mimi. Ushasikia vile kunaenda? Nishasikia vile kunaenda. Sio mchapia. Kuna group kuna group Facebook. Na kuna story na crime. So kuna makarao I think wanakuwa maspy. Wanajua wase. Wanajua tu mtu. Wewe kuna vile since poa. Alafu story yako pia washaijua nini na nini. Anaweka picha yako bwana, akwambia cheki, fanya hivi. We reform ama tukuweke chini. Na cheki. Hapo sasa ni ile imefika stage ya hakuna kuwekwa ndani. Hakuna kuwekwa ndani. Wewe reform ama tukuweke chini. Unakula tu kule kopa ama reform. Ala. Mse wapi? So kuchanua boys wako? We, enda home. Wapi?
Boys Mimi niko mtaa. Yeye ni ordinary. Mimi ni bazenga hii mtaa. Amesahau yeye ni mgeni. Amesahau yeye ni mgeni. Ametoka Busia ameona hizo hiyo machiswa kama Apiga watu nyongolo. Apiga watu manyongolo. Siku nyingine hivi msee asubuhi. Inabidi tufanye harambee kumpeleka nyumbani bwana. Msee ameshandwa. Ameshandwa. Chini. Na unajua wala wasa kubembelezi. Hawacheki. Akikupata ni ndenga papa chini. Mazee So, umepata youths wengi hatupendagi kuchoka. Na wataki mindset wataki kuchoka. Hata kuchoka. Wanataka njia simple. Simple tu wewe. Ndio itapatikana. Ingia pale upate tu mshosho ametoka zake hustle ameuza mandimu zake. Unapita na yeye. Amebeba unga 50 na kawamena. Yenye ameasolia. Bana unamdunga kisu umeishia nayo. Pata mseme ametoka tu asoli yake 50 mjenga yake. Ngeta umeenda nayo. Manze, unajua mimi nakumbuka nikiwa shule, mimi nilisomea LD Seko. So nikiwa shule nilikuwa boarding, alafu nilikuwa boarding mavituko nilikuwa na vituko so nikachujwa. Actually nilikuwa nipigwe X. But uncle yangu, mimi ni wale wase wenye watu kwa ifukuzwaga school fees. Sisi ni wale wase tulikuwa tunachekelewaga. Wase wakifukuzwa home wendo walete school fees. Sisi tunabaki, so tunachekelewa. Dufi imelipwa yote. So uncle yangu ndo alikuwa supplier wa shule, analeta food. Nyanya, mahindi, mamboga, kila kitu. So diet ya shule ni uncle alikuwa na supply and food inapikwa. So hiyo ilikuwa ina cover school fees yangu. Mimi na sister yake mless. So mimi niko pale, mimi ni ule mse mchiki mbaya sana, niko huku pale hapa pale. Nikawekeaga ngoja. Kwanza kuna kitu nilifanya. Nilipiga mafuta taa ndani ya sukuma. Ikiwa kwa gunia imeletwa. Nilikuwa natumwaga home. Mimi na board, mimi niko boarding. But ikifika tulikuwa tunakulaga sukuma on Tuesday. So Monday jioni nilikuwa naachiliwaga niende home. No, sukuma tulikuwa nakula on Monday. So Sunday nilikuwa naachiliwa niende home ndio nitakam na sukuma. So hiyo kitu ilikuwa inanibo. Juu nikitoka home na sukuma ni mimi nilikuwa naekelea hapa gunia kabisa. Napiga hii kitu na gunia yangu. Sawa beba. Bana nafika shule nimechelewa, wasiwa kwa assembly. Okay, Prince hata ni understand. Alikutuma mboga. Anajua biashara inaendelea hapa chini. But manzi mimi niko na crush pale bana. Na ni assembly. So nimekaa hata nywele sijachanua, mimi ni mshagi design fulani. Yaani niko tu hivyo tu, yani na kigunia imenichafua. Na ingeo kitu ilikuwa kinanibo. So ni vile ilinifika tu nikapigiaga wase mafuta taa kwa sukuma. Ikaleta ngori mbaya sana. Nikapigwa uncle yangu akaitwa. Nilikuwa akaitwa bonge wa mwambie story. So si akanitetea. Kunitetea akasema kwanza nimedeal na nilifukuzwaga home kwanza, alafu ndo nikarudi sasa nirudi na uncle yangu. Nimempiga, nimedeal na yeye huyu mzee. Sasa yako sawa, kumbe hakuniguza. So si ameenda. So kila kitu imerudi sawa, mimi nafanya rudi daro. Mwalimu fulani hapo hivyo Fizo akaamua kunipiga pano kwanza. So kunipiga pano, mimi sijui chenye uncle yangu alisema kwa ofisi. Sasa sijui alikuwa anaongea nini, alafu mimi na kierere yangu nikashtukia nimesema mse ataka kunipiga. Sijui nini. Wacha yume hawa sasa. Wewe na kiburi yako tu yani, ukaona tu ni hivyo. Ngoja actually ilikuwa before niongee, si mse amenipiga pano. Ameniambia nioshe staff room. Na mimi nilikuwa ladies guy, mademo walikuwa wananipenda shule juu nilikuwa naimbaga. So walikuwa wanani-like. So mademo walikamu wote wananisaidia kumop, mimi na waletea tu maji. So mwalimu akakama akapata, akangoja tumaliza kusema punishment watu wasaidiwagi. Nikatuma sasa kwa dom ya maboy. Juko mademo ezionda. Niende nioshe, mademo nao wakapatiwa punishment zao juu walinisaidia. So nilijam ndio kurudi after kumaliza nasikia wakiongea nikasema mimi hata mimi sikupigwa, napigwa kwa nini? Hasa wakajam bana. Ikakuwa ngori kaleta issue. Ankwanga kaitwa tena ni issue nini nikapigwa X. Nishia home juu. Kulingana na vile naenda hiyo bambi. So uncle yangu akateta akasema fanyeni hivi, basi mwekeni day. Alafu arudigi home, so at least tutakuwa tumepunguza level ya uchiki yake na kwa mingi kwa shule. Sasa nikakuwa mse wa day. So kwa mse wa day nikapatana na maboys wa mtaani. So mimi na maboys wa mtaani, alafu mimi nilikuwa nikishatupo LD shule. Nilikuwa ninakaa huko, shule inafungwa na baki huko mpaka December. Ndio nirudi home. So ama boy tuna interact vile ma business zinafanywa, madodo vile kunaenda. Saa 3 usiku tuko kwa mashamba za wase tunachuna masukuma.
manyanya tunazipitishia mtoni mpaka center Kuuza huko. tulishachukua order Aha. tunauzia wa mother, so tukaanza hiyo wizi weekendi masande tunaingia kwa sites za mjengo tunachukua hizo makaraya zenye wanatumia kukoroga mawheelbarrow tunauza scrap manze ilifika place mpaka tukakata tangi ya maji zile tangi za zamani za mabati wenyewe tulipiga shoka yote complete scrap yani hata kitu nyeko sawa tunakunja kabisa ni scrap yote so ilifika mali mimi ndo nilikuwa mastermind juu mimi siogopi mimi naambiwa sasa tufanye hivi mwenye anaogopa mimi namreplace ninaingia watu tunaingia hapa wasa wanaogopa mimi naingia wanabaki nje natoa nilikuwa mzio design ikafika mpaka point Sunday fulani mimi na best yangu tukajipanga on Saturday tuamuke Sunday 5 tutoke ndio manti zangu watoke waende church alafu turudi mbebane na tuaibie do imagine naanze narusha hivi mapanti za anti yangu kwa box yake ya manguo na tafuta savings tukapataka 7 so kwa box ya anti yangu mmoja alafu tukachokora nyumba tukaishia kwa bedroom yangu tukachokora alafu tukacha mlango wazi tukalost so si hao najua wase walitoka 5 wakaenda hustle walisha hustle so kurudi wakapiga manduru hapo ni nini kumeibiwa alafu sisi tunatokea mabaadaye nini kumbe ni sisi so ilifika point tumekuwa mbaya manzi tunaanza ingia tunavunja mafenzi za watu tunabeba mabao tunauza kuni so mimi ilifika tu mahali manzi life ya LD iko inaingiana mimi nikahepa shule nikarudi mtaa ama boy sasa mimi ndio nilikuwa stero sasa stero hayuko sasa inabidi mtu mwingine step up kwa stero ama boys wakaendelea na crime sasa wakaingia crime origi manzi ama boy wakaanza sasa toka ni crime yao ni intercounty ilikuwa serious asa wako na mali mpaka sasa Kenya Power kitu nye utauza hujui utauza wapi na hujui utapata wapi wako nazo so sasa ilikuwa serious mpaka afika mahali mmoja akashutiwa mwingine akapigwa na mob alafu mmoja wa mwisho mwenye alikuwa kama innocent akaenda aliharibika sasa akakuwa kichwa mbaya akaishaga form na wakomi wenzake wa Kisumu tunajua kuna kwa mnajuana so kulikuwa na rende ya Kisumu wakaishia form alafu kumaliza hiyo form mse akawacheza bila wacheza yani waliiba alafu mse akawaibia tena akalost so kulost hawa sasa wakajifanya haona ngori so wakamwambia wewe kuna form nyingine hapa story imetulia kuna form nyingine wakamuita mse kusikia kuna form wakamuita kumbe wamempangia manzi wakampigia siren mob ilichangamkio mse flat chini kamada hapo akadedi sasa mimi niko huko mimi sijui anything inaendelea so brother yangu akaendaga LD kisha LD kurudi namuuliza kuhusu wase okay hawajui juu mimi ndo nilikuwa nao alafu alienda after so nauliza kuna mse alikuwa anaitwaga hivi na hivi mse ako poa sijui kunaendaje yani kujulia tu wase anambia hasi nilisikia sijui dedishwa sijui mse alifanywa nini so mimi na check in kama sitaki kuamini juu okay hawajui sasa ni story tu labda anaongelea watu wengine so nikarudi nikaendaga LD day fulani kuna kajob fulani ilishia kitu 1 month so nikapatana na last born wa kina mother nikamuuliza kuhusu wa maboy akaniambia za story yote au swali dedishwa wote ilibaki sijui ni mmoja ama ni wawili ndo walishia ocha wakamua acha tutulie sisi acha tutulie lakini wase walinyuria ndio nikakumbuka kuna time pia nikiwa actually hata before kukumbuka nilianza imagine mimi kazi ingetoka ungenyuria mse na mimi ndo nilikuwa stero ungenyuria actually mimi ndo ningenyuria wa kwanza juu maeria zenye wao walikuwa wanaogopa kuingia walikuwa wanaingia mimi nilikuwa naingia nilikuwa roho juu vibaya ungekuwa unaingia tu hivi unapata na mse na panga umeisha vibaya zamani kulima tu panga hapo maze so nikakumbuka kuna time pia nikiwa jiji kuna boys wangu walikuwa nilikuwa nimeenda jiji nilikuwa na mrembo naye so dem alikuwa na fly kwenda Mayolo so ikabidi nimpeleke nishie naye alafu nimsindikize airport mapenzi tu ulambistic tu fala mingi mbwaki ni mingi tu so kushia naye singelala kwa kina dem juu madhake yako plus ni chini ya maji madhake hizi jua kuna ninja unajua vitu kama hizo ni vitu ni classmate amekuja kunipigia ball bwana hata sikuingia kwa as who so mimi tulifika
tukaishia tukafika kwa aunti yake juu alikuwa anaelewana na aunti yake. Nikakaa but saa kudoze akanitoa akanipeleka kwa boy fulani wanajuana. Akanihost nikadoze kwake. So boy tukidoze boy akanichapia story ya mtaa. Vile kunaenda vile crime imeshika system nasty. So boy akanishow vile maboy wamekuwa kishandwa mtaani mbaya. Mpaka inafika point wanaambiwa wajisalimisha, inakuwa kusalimisha ama kunini? Kujisalimisha. Kama mko na mafire arms mlete, alafu gava itawasamea, life iendelee. Hata mtapigwa support kama mnataka. So unapata boy anaishia anajisalimisha, anasema mpaka ma video alikuwa anaonyesha mpaka ma video, anasema boy anaitwa Jora, sijui ya dedi. Anambia mpaka unacheki ma video vile boy analia kabisa, anasema mazeni nimeacha crime, analeta mandenga tu hapo. Mimi nimeacha crime. Na yenyewe anaachiliwa. Gava iko straight inasema ukileta si hatuna shida na wewe, hatutakufunga, hatutakufanyia nini. Si tutakuacha uanze life yako fiti. So maboy alikuwa anapeleka na wanaachiliwa. But unapata the same people ama boy wanarudi tena kwa crime. Unajua inakuwa ni kuficha rada kwa gava. Juu ushajulikana utapeleka huko gava au msame reform. Amereform. Sasa hawezi kufuata. Sasa unacheki sisi kama wase wenye tuko nje ya nai. Tunajua ni kuficha rada. But tena kulingana na wasanai kuna tena story nyingine under the hood ya chenye nafanya unasikia msee alireform alafu tena ameuliwa kwa crime. So kitu ilikuwa ina happen ni msee alikuwa close na hao sana na maboy. So akaniambia kuna design na happeniki unashona yani unajua ndio reform lazima kitu ikuishtue. Lazima. Hawezi reform tu juu gava ilisema ati reform ama tutawaua, reform ama tutakweka ndani. Lazima uone kitu ki happen. So labda lazima best yako ameshutiwa ukiona nini. So maboy ni wale mabest zao wamemanyuria. Mamado labda na mob, labda wameshandwa wako chini. So boy anasema mzee Joe mimi nimeacha crime kabisa. Sitaki story. Alafu kumbe hii story tunacheki kwa Nigeria, Nigerian movies. Kuna vile ni reality. Msee amededi, alafu kuna vile anakuita. So ama Uber alikuwa ananiambia vile maboys wake walikuwa wanalia. Anasikia mwenzake, anasikia bana anamuita. Anamuita manzi kama huku. Yaani ukilala unaota, ukitembea unasikia ni kama ile best yako. Mchana hivi live unatembea lakini unasikia best yako anakuongelesha. So ikafika point, yaani inafika point unasikia uko nayo aje uishie uendelee na biz tu. Yaani umse amededi kuna vile anakusukuma. Kuna vile anakusukuma ndio unapata mse. Jua alikuwa ananiambia manze kama huyu mse anaonyesha umse alikuwa analia kabisa, anasema vile anasema sijui boys ananisumbua ananifuata kila mahali ananililia sijui nini alafu unampata anarudi kwa crime. So kuna vile apart from kuficha kuna wenye wanaficha rada but kuna wenye kuna kitu inawasukuma ka spirit kinawasukuma tu ndio msee anajipata amefanya crime vitu kama hizo manze mpaka ni kitu ni tense. So tukirudi mtaani sasa Green City kwenyewe 035 manze kuna boys alikuwa anaitwa Ndereva. Sijui kwa alikuwa ulisikia msee. Alikuwa Mkisi. Alikuwa best yangu. Mbaya sana. Kwanza tulikuwa tukipatanaga vile tunapigana na jokes za SDA soya. Kusanitize na Fanta. Mkati ya brown na chai na masigwa. Hizo vitu. So boy tulikuwa tunapigana na stories zenye ni inappropriate ati sijui ati Salman Khan sijui ni jirani yetu kocha ati saizi nimetoka Dubai saizi tukipatana yani ufala tu funny tu ujinga. Alikuwa boys mfiti but boy alikuwa mgondi wa vitu peti tusimu mtaani tu vitu kiasi vitu za ufala vitu za ufala tu. So mtaa ilikuwa inamjua. Alafu alikuwa ameshikwa OCS anamtambua. So wasa wanalia ndio tunaweza sema simu ni kitu ya ufala lakini mtu akibiwa simu yeye anajua inamuuma kiasi gani. Kabisa. So wanaenda wanaripoti. So kuna time Nderesh amepiga jamaa fulani ngeta kwa kagiza fulani akamnyang'anya simu. So umse alikuwa anaenda kwa nyumba dereva anakuja hivi. Kumbe ni bezi yao wanatulia kianda wase. So umse kama hivyo mpatana na Nderesh akampiga nyongolo akamnyang'anya simu akamwachilia aende kwa nyumba. Nderesh arudi bezi yake. Actually umse vile alipigwa nyongolo akaendelea kuenda alitense akarudi nyanga mbio. So kurudi alikuwa anafanya babukulu.
kitchen alikuwa anapika. So akarudi hapo kuambia wasee Nimenyang'anya simu. amenyang'anya simu. Na Nderesh vile acheki msa amerudi hivi, akaona hizi mfuata. Aha. Juu msa anaweza rudi ya right side. So yeye akarudia huko. So Nderesh kuteremka akazunguka, ajui msa anawako wapi. Aha. So akazunguka akarudi akakuja kwa mimi akaanza panda akisikiza reggae ziko kwa ngoma. Kwa simu. Ina delete. Haiko sawa. Next. Hii stuck ina delete akikujaga. So umse naye ako hapa anaambiwa say ati wewe nimenyang'anya simu, wewe nimepigwa kofi huko kwa giza nini. Alafu akiwa kwa process yenye kuendelea kuongea anacheki simu yake mzana. Sasa sikiza reggae. Simu iko na cover green. So ni unique unajua. Akisema hata ndio hii. Kidogo Nderesh ameshikwa. But mzuri kulikuwa na bouncer fulani. Huyo bouncer alidedigi. Huyo bouncer so kuna tu fununu ilikuwa ati huyo bouncer alikuwa mzito. Alafu akona toa hizi tu wake. Sana watu mishoni. So bouncer kucheki ati kuna vile mob inaweza happen akashika Nderesh. Kwamba wewe ninakujua wewe ni kijana mdogo. Naona nini? Naona kangonga hivi leta simu kangonga kwenda akamfukuza. So alikuwa na mkava. Alikuwa na mkava. Kaishia. So ni Leva amekuwa akiniletea kama simu. Ananiambia manzeni niko na hii. But tu manzeni nilikuwa ninatamani kuzinunua. But mzuri alikuwa anapata kasi na do. Mara mingi hiyo ndo sababu sikuwahi kuwa na simu nyomsa ameniuzia. But ningebuy. Alikuwa anakuja Tecno kali. Manini? Hiyo ndio siku unapigiwa cheki. Buda. Mwenye simu ako wapi? Tumepata mwili, kichwa iko wapi? Unaitoaga? Ama unasikia msee amekuja na suti anamwambia. Zanucho? Inakuaje? Best yangu ashai kujua hivyo. Hii simu tumeitafuta sana. Tumepata sasa. Mwili iko mog. Lakini kichwa kuna. Tutaonyesha tu kichwa tu ndo tunataka. Ndio umsende aziko alafu tujue tutafanya. Mazee unakojoa kwa nguo. Ndio uliziwa. Kuna bezonga alikujiwaga hivyo. Okay, lakini akwambia story ya kudedi, but umse ukarale mwambia mse hata anaweza kuwa amededi, mbona ununua kitu second hand. Ilikuwa ngori, yani ilimletea ngori ile serious. So anyway tukurudi kwa Nderesh. Sasa Nderesh ameachiliwa. Bado anaendelea na hizo mashughuli. Kukiwa na form hiyo Ohangla night anaingia. Hata anaweza lipa entrance aingie. So kumejaa wajaka wanakula kitu wana dance yani kupickpocket tu kuzitoa tu. Nadhani wajaka wakuagi na mamlika mwizi. Wako na masimu. Kuna masimu. Okay, simu ni simu. Si simu ni gadget. So Nderesh life ikakuwa hivyo. Mwanzo unajua mara ya mwisho Nderesh ndiye ashikwa Madwe. Alishikwa na scarf. Si hata simu, si TV, si ufa, si cylinder gas, scarf. Kitu ufala. Ya kuwekelea hapo. Kitu ufala sana. Ya msewa boda. Mse alikanyagwa. Alafu yote anapigwa, kuna boy akapatikana kwa mix. So kulingana kuna story mbili mtaani ati huyu boy ilikuwa saa 10 usiku. Huyu boy alikuwa anamkia kwenda koroga. Unajua sawa koroga. Mjengo anamkaa mapema juu anaishia majob mbali. So kuna story ya kwanza huyu boy alikuwa anaenda koroga akashikiwa hapo kwa mix. Na wengine wanasema alikuwa na Nderesh. So Nderesh amepigwa. Walipigwa na boy. Nderesh alipigwa. Ndio jue yani kitu ni uchungu. Ndio kaka na boy anafikiria crime manzeni ngori. Nderesh alikunyishwa 5 liters ya petroli. Shit. Ikalazimishwa mpaka haiwezi ingia tena. Inamwagika. After hapo kiberiti. Umse alilipuka hapa. Alibust hapa. Umse amebust hapa na hajadedi. Hajadedi bado analia. Imagine uchungu umse alikuwa nayo. Analia, anajaribu kunini kukimbia na crawl akaenda kaingia kwa stove fulani ya mata fulani analia hapo ndo alidedia manzi. Alafu boy mwingine alivunjwa kabisa. So Nderesh amededi but boy hajadedi. But boy alijaribu kukimbia kashikiwa area fulani juu kiasi. So Makarau alikama kwanza Nderesh akipigwa bado OCS alikama kacheki nyeye akasema mimi niiteni kama mmemaliza. Akamalizia so Karauko kam wakachukua body kwa Land Cruiser alafu kuna mwingine huku juu Kegonyi akapiga kitu. So ule boy unajua haja dedi but amevunjwa ile serious akatupa pia juu ya msemo amededi. Sasa nikaeli man so akapeleka kwa hivyo msata labda alifikishwa Mojaka haja dedi labda alidedio. So hivyo ndo mse yani mse mpoa mse alikuwa na
msee mtu mfiti, anajua ongea lakini aliogopa hustle. Aliogopa hustle by the way. Aliogopa tu kuhustle. Plus boy mwingine hatujui kama alikuwa naye Kama alipanda zake. alikuwa anapita. Tena mazee kuna matime zingine hata kama ni hustle bana. Noma. Unalenga tu. Si lazima uende job saa 10 bana. Juu kama mazee jo. Msali patikana vibaya. Hiyo saa 10 kwa wanasemaga ni masaa ya wezi. Huwezi pata nje saa 10 hiyo. So wasa wanalia. So maboy wanyaga. Wamededi wengi, kuna wenye wamepigwa mamshali kwa wakale huko ndani. Marisafu huko ndani. Sasa wanaenda kuibia wazae. Marisafu kwamba wazae wamejipanga na zile mchele za sumu. Anakuingisha wana hiyo story imeisha. Wamededi. Kuna naona ukikufa. Fala. Kuna wengine maboy wadogo hapa hivi majei, wengine wanahepa na mwacha. Kuna time around 2014 kulikuwa na story majei. Maboy watatu walipewa makopa mbaya sana. Sasa hiyo walikuwa wanakuja kejani. Wametulia na hiyo unajua haikuwa ati karawa kwa shua. Kwanza wenye walikuwa wanajulikana walipatiwa warning wakaambiwa mpaka wakapatiwa do. Chukua. Nataka utoke hapa. Upotee. Tukipatana tena na kuua wewe ni CS. Tukipatana kwa uria, tukipatana na kumada, nataka utoke hapa juu umesumbua. Alafu mzee bado akaenda tena unapatana. Aliambia tukipatana na kuua. Wanapatana. Naambia bado uko hapa. Ni nini? Ni transi. Anapatiwa do. Ishia. Mzee bado akaenda. So vile ilikuwa ni mzee anaona kama kijani. Ile hiyo ni after uizi imegonga vichwa. Sasa wanaibiwa mbaya. So nikubisha. Hiyo saa hizo wana deal na rumors. Tunasikia kama wanakuanga hata kijana. Tunasikia hata huyu anatembeanga na hao. Tunashuku hata ule kijana wanalia anakuanga hapo ndani. Sasa wewe hata ujui labda tu ni mabeshte mnagoteana kama mnabongaga mchana. Unasikia tu ni mnakula. Wameingia karibu, wanaingia. Nilikwambia aje? Saitan. Next unabakiki hapo na maparo wako ama na familia yako. Cheki sasa. Next tena. Tulielewana aje? Hivyo wase ilibidi wengine watoroke. Walo sijulikuwa ngori. So ukicheki wewe hata ushaibonga na msee hata siku moja unapotea. Unapotea juu msee sasa hataki tambua bora tu kuna vile. Ushaibonga ni hivyo. Niko clean mtaa. Sasa msee unakuja unaloa mbele ya mapero wako. Mapero hata hawana kopi. Bana. Hawana kopi. Imagine your pain. Hiyo drama sasa umepewa mzae. Mzae anajua boy wangu mzee. Huyu kwa mbigi. Mzee wangu ni kijana. Kijana mtu mzuri. Alafu unakuja kumada tu wewe ni mwizi. Kwanza mbele ya mzae. Mzee. Alafu unajua kitu ufala ni msee ametoka, ameenda ameibia baba ya mtu huko. Alafu unarudi kwenu mzee. Yaani umekuja tu kwenu umejijaza, unakaa hivi, unangoja madha kupatie food. Na umeibia. Huko nje umejua tu umetoka, kuna msee nimeibia huko msee. Si kitu fitu umefanya. Nimeibia msee, watu wako wanaenda lala njaa. Watu wako hawezi pata breakfast, labda hawezi pata ndio kurudi shule. Labda mtu ni mgonjwa hawezi enda hosi. Umepita na mzee, umepita na do, umepita na food. Alafu wewe naye na nani? Umeshia kwenye. Kwenu bana. Ufikiri bana. Baro wako unaweka angekuwa amefanya bana. Unarudi kwenu. At least kama ungekuwa unaenda kwako better. Lakini bado unarudi kwenu, tena ungoja timadhi ya kupikia ukule. Manzi. Uingie udozi. Unajifanya mzuri. Sasa hizo watu wakeza makaro wakeza kama kwenye kukushika madhi atapiga nduru. Atapiga nduru. Ati kijana wangu hapana. Kijana wangu hata ameingia kwa nyumba saa 12:30. Kijana wangu ni mzuri. Kijana wangu ni wa Sunday school. Lakini kuna mtu mwenye tuseme amekuibia ama amefanya kitu mbaya. Alafu amepotea mmeenda kumtafuta kwao. Unafika hivi kwa unauliza ati fellow wako. Alafu mother anakuambia ati mmemwona wapi? Mmemwona wapi? Kwanza wewe mkisikia penye yako mtuambie. Aliuza ng'ombe. Fellow hajaonekana home tangu uze ng'ombe. Aliuza ng'ombe akatoroka. Huyo kwanza tunatafuta. Mkisikia penye yako mtuambie. Kuna mtu kaa huyo. Kuna watu kama hao. Lakini kuna wase wengine roho safi. Juu kama mse kama mimi hata hiyo time nikianzaga hizo maupeti theft mtaani, nilikuwa mse mwenye aunge kama home kunichukua mother angekubali. Ndio alikuwa anajua mimi ni mse mpoa. Before tukiwa primary nilikuwa mse wa Sunday school, madrama. Mbaya sana. Manini? Dancing. Mimi ni mse niko poa. Sheria home nafuata sheria. Before niishie kucheza nimeosha vyombo, nimemop nyumba bila kubishana. Angejua hiyo drama ya Yesu ungeaka kama Judas. Angependa. So akikuja kuambia tu boy ni mgondi.
inakuwa ngori. Inakuwa ngori. Jumadhe amekuamini mbaya. Si ndio? So ile kitu nye maparo wanafaa watambue ni boys wako ama dem akikuja mtaani na anakuletea dough. Lazima uchunguze na ujue hata kama ni hustle, hata kama anafanya job, hata kama sasa wanasemaga vitu zingine ni privacy, but mimi nachekigi ni poa ukijua mtu wako ana ando ngapi kufanya job. Ana ando ngapi. Okay, wachana mtu mbaba, but kuna mtu mwenye ametoka shule juzi ameingia job. Anafanya job wapi? Ana ando ngapi na anatumiaga aje? Analipa rent mahali. Ndio ukicheki unaweza letewa hata 10 kwa nyumba. Na umse labda analipwa 5k. Hiyo 5 nyingine imetoka wapi? Juu hata 5k yake before kuletea atakuwa amebuy kiatu. Lazima. Ampiga look, ameenda photoshoot. Hizi leta yote. But mtu anakuletea tu madu hiyo design, azieleweki na unachukua. Manze hata kama ujiwezi. Nipo kuuliza juu nieri uko na mtu wewe mwenye akusaidii kuliko uko na mtu mwenye amedate. Very true. Nacheki. Kabisa. Apigwe bullet juu anajaribu kukua mgondi ndio kuokolea. Alafu unajua pia mapero kuna ile nini inafaa role ya mapero anafaa wacheze. Cheki. Kama mimi ni hata nikiwa na ID niko na ndevu, kwetu singeingia pasta 12:30. Buda simrahisi. Buda atakwambia cheki. Hapa si kwako bana. Kama utaki cheki. Kama unaona ni ngumu. Ishia msee, si hapa. Bas, hivyo sasa ndio sisi tulikuwa. Toka ishia. Kama unaona uwezi kufuata sherehe hapa, wewe ishia. Nyumba uwezi fanya ka hoteli. Sasa mimi ndio jua tu ilikuwa serious. Mimi mpaka nimetoka home. Mimi nilieka mpaka vitu ndani ya nyumba ya kuku. Kijana ndo mtaki hapa. Hataki kufanya kazi yake ni kutembea tu mtaani. So atoke hapa, mother amenichuja, but bado juu niko nje lakini ninaishi life nyeeleweki. Buda kwa suspicious. So buda wangu na buda Bena na buda boys wangu fulani anaitwa AJ, alafu boys fulani anaitwa Teye. Teye alikuwa anariziwa na mother, so ilikuwa mother. So sisi wasa 4 maparo wakashikana manzi. Wakatuendea makarao. Ama boy wako mtaani na tujua anafanyaga nini. Tunaonaga tu. Manzi tulikujua na makarao kutafutwa. Na si hadi sisi ni wagondi. Ni juu tulifukuzwa home ndio turudi tukicroll atio maveso opole. Lakini hujairudi. So inoma paro umsana survive hadi. Anakula wapi? Alafu tena bado na mhit. Ama anaweza kuwa ameingia crime. So inabidi makarao ingizwe ndani ya mix. Nieri tushikwe, tuwekwe cell. Muone mtakula wapi sasa? Kuliko tukikuwa tu mtaani, wasa wanaweza kuwa wamepotea. So maparo walikuwa wanakea juu, walikuwa wanafanya vitu serious. Lakini walikuwa wanaokolea juu. Mimi sasa ukiniambia ati nianze IBMC ama nianze kuingia crime, apart from kufuata sheria ati kufunzwa Sunday school Christianity, mimi ni muoga mbaya sana. Siwezi imagine kushikwa na mob ama kushikwa na karao. Wachana kupigwa bullet na kupigwa na mob. Kushikwa na makarao ni lale cell. Kabisa. Hiyo kitu sitaki kusikia yani. Unaitwa Mariamu msee. Ndio spigwi ninashikwa tu hivi rosafi. Sitaki kuimagine kitu. Naogopa, niko na hiyo aibu. Sasa niambie kupigwa, niambie kuwekwa tire. Alafu na uko mtaani, alafu kuharibia zaidi, msee akuombe msamaha. Umepigwa tu hapa alafu msee anakuombea msamaha. Utarudi aje mtaani? Ngumu. Crash anakuona, msee. Nilikuwa namkufia mwizi msee. Mgondi. Nakufia mgondi bana. So ikifika ni life ya crime. Manzi mimi ni muoga. Nieri wasasa mimi ni muoga, lakini ile site nilikuwa na kuruka fence za watu ilitoka yote. Crime si kitu ati inaweza kusaidia. Hakuna. Ni ile utapata doa haraka, yes. Matatu hiyo doa unajua iendagi mahali. Mtu ujuagi hata inaisha aje, inakuja aje. Yaani na doa haraka ni tamu. Kabisa. So imekuja haraka. Unaitumia kesho tena urudi mtaani. Kesho hivyo. Unajua kuna video fulani niliwatch kwa Facebook. Nilifeel vibaya sana. I think ni Kanairo tu. Kuna msee alikuwa anakuja kwa street hivi. Alafu majamaa wawili wakatokea. Kutokea msesi aka resist. Jamaa alimchapa kisu hapa bana. Jamaa amechukua kila kitu. Alafu ule msee mazee akarudi. Akaanza kutingishia kungoa ile kisu sasa. Hivi bana. Anataka kuitoa aende na. Bana. Akangoa akaishia. Mcheki msee alikuwa mbaki kitu kakari ya bagivi. Hiyo ni shopping of course kasa. Ndio ameingia kisu. Bana.
Msee ametoka asoli yake. Kutoka asoli yake. Wife ako kwa nyumba anajua mzee atakam na food, mtoto wako kwa nyumba anajua baba anakam na food. Alafu wapigiwe simu msee akausikia mara kwa script ameanguka. Kuna tu gasi nyingine tu mahali kangamia tu fulani burukenge imeshindwa kazi inakuja Buda ni sad. Na ni mute mazee ni vijana wadogo bana. Mbaya sana. Vijana wadogo tu sana yani hatujitumi. Tungekuwa nachukua ile example ya mapero wetu. Unajua mapero wetu walikuwa unapata wako na watoi kama 12. Na wote wanakula, wanaenda shule, wanavaa. Yani kila kitu bana. Wameshughulika. Mimi nina ufala yangu. Uko wewe peke yako one man. Peke yangu hivi. Lakini umeshindwa kujimaintain bana. Naweza kugondi. Kupiga shusha mtu, kupiga madha mtu, kupiga buda mtu. Waze ni sad. Ni sad. Just story. Inafaa tu saizi inafaa tu reform. Form ni reform tu, hakuna kitu kingine. Just story za tukichapia ma viewers mazee, form ni kureform na kuacha ufala. Wasiwapiga hustle wache kwa lazy. Mazee. So kakifika hapo mimi na guest wangu wa power hapa hivi fellow amejoin show mbaya sana. Tutakuwa naye kila siku. Hivyo ndo tumekafunga. Until we meet again. Form ni kureform.